السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Tukimalizia katika swala za sunna kama mpangilio mwenye kitabu alivyotuwekea, akatueleza zile sunan, kisha akatueleza zile sunan ambazo kwamba ni rawatib. Kwa hivyo inshallah taala leo tunamalizia katika sunan ambazo kwamba pia ni katika sunan ambazo kwamba ni hizo rawatib, na tulieleza jana kwamba rawatib ni ile sunna ambayo inayofuata swala ya faradhi au inayopatikana baada ya swala ya faradhi. Sunna mwisho leo tunayomalizia ni salatu tarawih, swala ya tarawih. Jana tuligusia lakini kwa haraka haraka na kwa sababu ya wakati tukabidi tukata. Salatu tarawih, swala tarawih ni ipi? Hiya allati, nayo ni ile swala ambayo kwamba tusalla, inayoswaliwa fi kulli laylatin, katika kila usiku, min layali shahri ramadhani almubarak, inayoswaliwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tulieleza jana alhamdulillah kwa tawfiki ya Allah, je, hii swala ya tarawih iko katika hadithi kama neno hili tarawih? Tukaona kwamba hakuna, na tukaona ni kwa nini imeitwa tarawih. Ni kwa sababu ya kule kupumzika, ni rauh, ni kupumzika baada kidogo ya hali fulani ambayo kwamba ulikuwa nayo. Kwa hivyo kule kupumzika ndio kaitwa nini? At-tarawih. Na tukaeleza kwamba baadhi ya misikiti utakuta dhikri inayopatikana baada ya raka mbili za kwanza zinakuwa ni fupi, na baada ya raka ya pili za pili inakuwa ni ndefu, ili kusudi kule kupumzika nako kuwa ni kurefu. Kwa sababu mwingine aweza kukwambia nianesha hadithi wapi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliswali tarawih, ukashindwa kweli kumuonesha, lakini tutaelewa zaidi inshallah. Kisha wakaendelea kutuambia wa aktharuha 20 rak'a, na rakaa zake tarawih zaidi au nyingi ni 20. Na jana tulieleza kwamba si kwamba ni haramu au ni makosa kuzidisha 20, hasha wakala, waweza kuswali hata 50 kwa kadri utakapoweza, kama tulivyoeleza jana kwamba tarawih ni katika qiyamul layli, na tukaonesha tofauti baina ya qiyamul layli na tahajjud. Kwa hivyo qiyamul layli ni swala inayopatikana kuanzia baada salatu al-isha, kabla haujalala, hii ndio qiyamul layli. Kwa hivyo salatu tarawih nayo pia ni katika qiyamul layli. Wa la warada ikhtisara ala ba'd al-20 sahha, na leo mtu ataka kuswali chini ya rakaa 20 itaswihi. Tutabaki pale pale kusema ya kwamba ikiwa swala za usiku haziko ikiwa idadi maalum, basi na tarawih nayo pia ni katika swala za usiku ambapo kwamba hatufai kuiwekea idadi maalum. Hapo utakuta sisi tuswali rakaa 8 tarawih, na witri ngapi? Na witri 3 zinakuwa ni 11. Utakuta kule chini wanaswali 20 tarawih, na 3 ngapi? Witri, inakuwa ni 20 na ngapi? 23. Ni sawa na kwingine labda wanaswali zaidi, sawa, haina tatizo lolote. Wewe swali vile unavyoweza. Ukaswali tu ni rakaa 2 peke yake, sawa, ukaswali tu rakaa 2, natia nia kuswali sunna ya tarawih, sawa, rak'atayn lillahi ta'ala, Allahu akbar, kaswali baada ya salamu kainuka kaswali witri, na utapata thawabu za kuswali tarawih. Tumefahamiana vizuri. Kwa hivyo ni jambo muhimu sana, sije ukajibabaisha au ukababaishwa na mwingine kwamba tarawih lazima ziwe ni rakaa 8, tarawih ni lazima ziwe ni 20, haiwezi kinyume cha hapo. Hapana. Lazima tu elezane vizuri ili mtu aelewe yofanya nini. Tumefahamiana, si ndio? Haya, wa waqtuha, na wakati wa hiyo salatu tarawih, kalwitri, ni kama vile salatul witri. Salatu witri inapatikana min ba'di fi'li salati al-isha, ni kuanzia pale utakaposwali salatu al-isha. Hili neno ni muhimu sana kulifahamu. Utaona kama neno haliingia kilini, lakini ni muhimu sana. Tulisema jana kwamba ikiwa mtu yuko katika safari, sawa, umetoka hapa umeenda Nairobi, umeenda Mombasa, umeenda Malindi, umeenda Lamu, kokote,
uko kwenye safari, ukaamua ukaswali, tuseme ni Ramadhani ulipofika ukasema wacha mimi nichanganye na ishai kabisa, wacha nichanganye na nini, ni ishai ambapo kwamba inaitwa jamu taqdim. Kuna jamu taakhir na jamu taqdim, tumeeleza jana. Sasa ukasema wacha mimi niswali maghrib kwa sababu vile mimi ni msafiri na ishai kabisa, nikipumzika nipumzike moja kwa moja. Kwa hivyo utakapokuwa ushaswali maghrib na ushaswali salatul isha, lakini bado uko katika wakati wa nini, wa maghrib, unaruhusiwa kuswali salatu tarawih. Tumeelewana hapa, ndio? Ama uko safari ukaswali maghrib ukachanganya pamoja na isha kabisa, pale pale ulama wanasema utaruhusiwa pia, ikiwa si Ramadhani na mimi ni mtu kuswali witri na witri yangu ni swali mwisho baada ya swala zangu za faradhi. Kwa hivyo pale pale wakati bado ni wakati wa nini, wa maghrib, lakini maadamu umefanya jamu taqdim, umetanguliza ishai katika wakati wa salatul maghrib, basi kila ambacho kwamba ilikuwa unafaa ufanye ishai tayari wewe unahesabiwa huko katika wakati wa salatul isha, utaswali kama ni witri na tarawih na itakuwa katika sala. Kwa hivyo ni kitu muhimu sana, msijuka itakuwaje kwa sasa isha haijaingia nitaswali vipi tarawih, na tarawih nimeambiwa lazima si lazima wakati isha. Sikiliza, huwa ametumia lugha mzuri sana, anasema wa waqtuha kalwitri, na wakati hiyo ya nini, ya tarawih ni wakati wa witri, min fi'li salati al-isha. Umeona, min fi'li, hakusema min waqti al-isha, min fi'li salat, wakati tu utakaposwali sala ya isha, basi tayari pale wewe unaruhusiwa kuswali nini, swali tarawih, hata kama uko katika maghrib, naam, hata kama wa qabla tulu'i al-fajr as-sadiq. Na mwisho kabisa, mathalan umeshindwa kuswali pale, kuswali na jamaa ukaenda zako ukapumzika, haimaanishi kwamba tarawih ndio ishaisha, au jamaa ya tarawih msikitini kamalizika, haimaanishi kwamba tarawih ishaisha. Hasha wakali, naweza mimi bwana sijisikii sasa, siko vizuri, wacha nikapumzike. Shaswali isha, kalala, nilipotoka usiku nikajikuta alhamdulillah niko sawa, naweza kuswali tarawih. Naam, madamu fajri haijatoka unaruhusiwa kuswali tarawih. Nitaswali raka ngapi zile unazoweza? Waweza 50 swali, waweza 100 swali, haina idadi. Hakuna idadi kwamba idadi ni hii, ukipitisha hapa utapata madhambi, ukipunguza hapa utapata madhambi. Hasha wakati, hakuna. Kwa hivyo ni muhimu sana watu waweke watu wazi, si mambo kufinyana kwamba lazima uoneshe hivi kwamba ukiswali chini ya 20 wewe ukuswali tarawih. Haifai kupelekana hivyo. Au ukiswali zaidi ya 8 ukuswali tarawih, hapana. Usifanye watu kama bendera, unawapeleka vile unataka, ni upepo umepeleka huko, wapeleke watu kupeleka. Waeleze mtu ni tarawih ni hivi na hivi, qiyamul layli ni swala ambayo kwamba haina idadi maalum, mwenyewe vile unalipoweza wewe swali. Mtu mswali raka 2 na akatoka ni sawa, ijapokuwa atakuwa amekosa ajiri kubwa. Wal jama'atu fiha afdalu, swala ya jamaa, tarawih kuswali kwa jamaa ni bora zaidi kuliko kuswali peke yako, kwa sababu swala tarawih ilipatikana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mmoja alikuwa anamsikiliza hapa, Allahu aalam, ile video vile sikuisikia full, ilikatwa kipande ikawa inatumwa inasambazwa, ni kwamba yosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuswali tarawih. Hakuna hadithi yote inayothibitisha, ni yale tuliyozungumza jana tu. Kweli hakuna hadithi iliyotaja neno tarawih, hakuna katika hadithi zote za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali siku 3. Siku ya kwanza akaswali kwa jamaa, siku ya pili akaswali kwa jamaa, siku ya tatu akaswali kwa jamaa. Ramadhani masahaba walipokuja siku ya 4 wakakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutoka, wakasubiri, wakaswali peke yao, wakaenda siku ya 3, siku ya 5 na kuendelea mpaka Ramadhani kumalizika. Kisha tunamuuliza Mtume, kwa nini ya Rasulullah utoke? Akasema mimi naogopa isije swala ikafaradhishwa kwenu nyinyi ikawa ni faradhi. Kuna mmoja katika Shia ananiambia, nyinyi Ahlusunna bwana mna mambo kuchekesha sana. Kwa hivyo yani Mwenyezi Mungu ataangalia kwa kutaka mtume na kwa kutaka mtume, mtume ameridhika tufaradhishe, mtume akuridhika hatulifaradhishe. Haiwezekana, hakuna katika dini. Mmoja kanambia iko katika dini hilo. Angalia katika suratul Baqara, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akielezea wale watu wa ng'ombe. Sawa, akielezea kuhusu kuchinja ng'ombe. Ilipokuwa kila wanapouliza maswali ndivyo wanavyowekewa vikwazo. Kila wanapouliza maswali walikuwa wanawekewa vikwazo. Kwa nini Allah Tabaraka wa Taala asiweke vikwazo moja kwa moja? Kwa nini kila wanapouliza Mwenyezi Mungu ndo anaweka vikwazo? Kwa hivyo inawezekana mwanadamu mara nyingine yeye mwenyewe akajisababishia nini? Akajisababishia jambo fulani akafaradhishiwa au akaharamishiwa.
Kwa hivyo ina uwezekano kwa kuridhika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa kuona kwamba umati wake wanalipenda ile Allah kalifaradhisha. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mimi naogopa ili sije likafaradhishwa. Bali hata Mtume alikuwa anasema laula an ashuqa ala ummati la amartuhum biswaki inda kulli salah, lau ingelikuwa sioni uzito kwa ummati wangu ningeliwaamrisha kwamba kupiga mswaki ni lazima wakati wa kila swala kwa sababu ya ajiri na fadhila, lakini baadaye itakuja kuwa ni shida kwa ummati wangu. Laula an ashuqa, tunaona lau singelikuwa sioni uzito kwa ummati wangu kuambia kwamba kupiga mswaki, ningeliwaambia ni lazima mtu kupige mswaki, lakini kwa sababu nimeona ni dhiki kwa wao na ni shida, nikaona afadhali bakini tu ni sunna. Kwa hivyo inao Mtume sallallahu tabaraka taala anaweza kulifaradhisha jambo kwa sababu ya ridha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ile manzila na daraja aliyompatia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Mtume aliswali hizo siku 3, kisha baada ya hapo kawa kila mmoja anaswali kivyake, na akaulizwa akasema hivyo. Ikaja katika khilafa ya Saidina Abubakar ikawa kila mmoja anaswali kivyake. Ilipokuja khilafa ya Saidina Umar ibn al-Khattab, wakati kama kawaida yake akizunguka kipita msikitini, akaona watu wanaswali lakini kila mmoja anaswali kivyake, akaona si jambo zuri, afadhali nimekusanya katika nini, waswali jamaa. Kwa hivyo aliweka jamaa kama jamaa ya salatu tarawih ni nani? Ni Saidina Umar. Kisha akasema ni'matu bid'a hadhihi, neema ya bid'a ni hii. Yani kweli hili ni uzushi ninalolifanya kwa sababu Mtume hakufanya nini? Hakulifanya. Saidina Abubakar hakufanya nini? Hakulifanya. Lakini maadamu ni zuri, halikufanya nini? Haikukhalifiana na sheria, basi wacha niliweke. Mtume sallallahu akamchukulia Ka'b, kama sijakosea, Ubay bin Ka'b, akamwambia wewe ndio utakuwa ni imamu wa nani? Wa hao wenzako. Kuanzia hapo ikaanza kuswaliwa nini? Ikaanza kuswaliwa kwa jamaa kwa amri ya nani? Ya Saidina Umar. Kwa hivyo wal jamaatu fiha afdalu, kuswaliwa salatu tarawih kwa jamaa ni bora. Na kama uko mbali huwezi kuja msikitini, baada hujakosa, swali na mke wako nyumbani, swali na familia yako nyumbani, swali na wafanyaji kazi wako wenzako, ama swali na wafanyaji kazi wako wale unao pale karibu. Kama kwako ni taklifu kuja msikitini, hiyo jamaa si lazima iwe msikitini, bora ni jamaa tu. Kama itapatikana kokote, ni sokoni, ni nyumbani, ni dukani, bora ni jamaa imepatikana, iswaliwe katika nini? Katika jamaa, sawa. Lakini wajibu an takuna mathna, ni lazima iswaliwe mbili. Haifai kushikanishwa moja kwa moja tupige 20 zote ama 8 zote ama 11 zote, mbili kisha salamu, 2 salamu. Ajiri yake na fadhila yake ni kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukimalizia, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yote ambaye kwamba atakayesimama, man qama ramadhana, yote atakayesimama ramadhani imana, ili hali akiwa na imani wa ihtisaban, na kitarajia ajiri kwa Allah. Ukuja msikitini kwa sababu kuna utagawanya bahasha, kuna wengine huja kwa swali kwa sababu kuna misikiti mingine wale wenye kugawanya zaka, huja msikitini kaangalia na swala tarawih, kisha wale umesujudi wakakwekea bahasha. Sasa jamaa anasema nikikosa kwenda kuswali bahasha nitaikosa. Kwa hivyo Ramadhani mzima hawezi kukosa nini? Hawezi kukosa tarawih, lakini makusudio yake ni nini? Ni bahasha. Hana chochote mbele Allah tabaraka, hapati ajiri hata moja. Madamu wewe si nia, lengo lako si Allah, si ajiri, huna chochote, sawa. Lakini mwenye kusimama usiku au mwenye kusimama Ramadhani imani wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah tamsamehe madhambi yake yote yaliyotangulia. Anasema qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi anasema wal muradu bi qiyam Ramadhan, na mapendeleo ya hadithini Mtume aliyosema mwenye kusimama ndani ya Ramadhan ni salatu tarawih, ni swala ya nini? Ya tarawih. Wattafaqa al-ulama ala istihbabiha, ulama wote wamekubaliana kwamba swala ya tarawih ni sunna, si wajibu. Sasa hapa nimalizie tu, kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema yoyote ambaye kwamba atakayesimama na imamu katika swala tarawih mpaka mwisho, fimani vizuri, mwenye kuswali pamoja na imamu mpaka mwisho katika swala tarawih, Allah tabaraka taala atamwandikia ajri ni kana kwamba amesimama qiyamul layl. Kuna hiyo hadithi ya kwanza. Kuna hadithi ya pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ij'alu akhira salatikum alwitra, ifanyeni swala yenu ya mwisho ni nini? Ni witri. Sasa mara nyingine mtu anaweza katatizika, sema shekhe, mimi kawaida yangu na kweli nitaswali swala tarawih, lakini mimi ni mtu nainuka usiku kila siku, si Ramadhani tu, mimi nina haja kuinuka usiku. Kwa hivyo mimi nafuata ile hadithi ya Mtume anasema ifanyeni swala yenu ya mwisho ni nini? Ni witri. Jambo la kwanza, hii ni haionyeshi kwamba ni lazima, kwamba ni lazima, ni wajib, ni haramu ukiswali witri kisha baadaye uswali swala nyingine.
Hakuna mwanachuoni aliyesema hivyo. Ni bora zaidi iwe swala yako ya mwisho ni nini? Ni witri. Sasa mimi nataka hivyo hivyo alivyosema Mtume, swala yangu ya mwisho iwe ni witri, na imamu akituswalisha tarawih yuwaswali tarawih akaswali na nini? Na witri. Sasa mimi nitapataje? Nataka ajiri zote mbili, nipate qiyamul layl hii ni Mtume aliyosema, na nipate swala yangu ya mwisho iwe ni nini? Ni witri. Nitafanya nini? Kazi rahisi sana. Ulama wanatuambia kwamba utakaposwali na imamu ameswalisha tarawih sawa, akamaliza tarawih kama ni raka 20 au ni wale wenye raka 8, akamaliza akaingia witri raka ya kwanza sawa, raka 2 za kwanza zile akapiga salamu, akainuka kukamilisha witri raka 1, si ndio? Sasa wewe, ulama wanasema wewe unachotakikana utatia nini? Nia kwamba mimi naswali nini? Naswali tarawih, na zile raka 2 pia ulizoswali bado wewe uko katika nini? Uko tarawih. Sasa imamu akisha kupiga salamu, ameswali raka ngapi imam? 1. Akisha kupiga salamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, huwa si imamu wako tena. Ashatoka kwenye swala imamu, huwa si imamu wako tena. Wewe utafanya nini? Utainuka, utakamilisha raka 1. Kwako zitakuwa ni raka ngapi? 2. Itakuwa ni witri hiyo? Itakuwa kwako si witri. Je, itakuwa umeswali na imamu mpaka mwisho au kuswali? Umeswali na imamu mpaka mwisho, imamu amepiga salamu na wewe ukiwa bado katika nini? Katika swala, kisha baadaye utakamilisha kwako, bado utakuwa tarawih. Ukilala ukinuka usiku utaswali witri. Kwa hivyo ndio njia rahisi. Ama pia unaweza ukaswali witri pamoja na imamu ukinuka usiku. Mtume sasa la witrani, hakuna witri mbili, haifai wala haisi wala haikubaliki. Uswali witri na imamu kisha usiku ukinuka uswali tena witri, hasha wakati. Swali witri na imamu ukinuka usiku, swali tu swala zingine witri, lakini itakuwa chafanya nini? Ushamalizana. Na hizi ni njia zote ambazo kwamba au ni njia ambazo kwamba ulama umetwekea ili kusudi tu usitoke. Masikitiko makubwa utakuta, lakini hapa kwetu sisi tumejaribu, ikifika lile 10 la mwisho tuswali witri. Sisi tuswali tarawih tukimaliza, kwa sababu wengi wetu tunakuja katika nini, lakini misikiti mingine utakuta hakuna, wataswali tarawih na witri. Kwa hivyo na wewe ukiswali katika msikiti ambao kwamba swali tarawih na witri, na wewe endelea, mwache imamu apige salamu atoke, wewe kamilisha, itakuwa umeswali mpaka mwisho na imamu, na usiku ukinuka utakuwa umeswali swala witri na umepata zote mbili. Mwenyezi Mungu tujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Kesho inshallah tutaanza katika mlango wa saumu, itakuwa ni Jumamosi.